Nchi hii kuna kitu kinaitwa state capture. Dola imetekwa na kikundi cha watu, na wameteka dola ili wateke rasilimali za nchi yetu kwa manufaa yao. Ndio maana rasilimali za nchi hii sasa zinagawanywa kwa Wachina na Waarabu na Wazungu kama vile hazina mwenyewe. Sasa sisi Chadema tumekataa. Ukisoma katiba yetu ibara ya 26 inasema kila mtu ana wajibu wa kuhakikisha anafata na anaabide. Kwa abide tutasemaje kwa Kiswahili? Kutii katiba ya nchi. Lakini ibara ya 27 pia inasema sehemu ya pili kwamba ni wajibu wa kila Mtanzania kuhakikisha analinda rasilimali za nchi na mali za nchi yetu. Kwa hiyo nataka nitoe position ya chama hapa, kwa sababu tuna vyombo vya habari na vitapeleka. Msimamo wetu wa kulinda rasilimali za nchi yetu na kuzipigania kwa tone la mwisho la damu yetu uko pale pale na hatutarudi. Tunaishi kwenye nchi yenye rasilimali nyingi, lakini watu wake ni maskini kwa sababu ya viongozi ambao wamejigeuza kuwa miungu watu, viongozi ambao wanafanya ujambazi kwa kulindwa na vyombo vyetu vya dola. Na hata wale wanaokemea wasifanye ujambazi huo wanashughulikiwa na vyombo vya dola. Wamemkamata Lissu, wanamfungulia kesi ya uhaini. Tarehe 20 mwezi wa 5 mwaka 2022 mimi nilikuwa miongoni mwa watu tulioteuliwa kwenda Ikulu na chama chetu kwenye kikao cha maridhiano. Na Rais Samia alituahidi kwamba cha kwanza, mambo yaliyofanywa na mtangulizi wake ikiwemo kuharibu uchaguzi wa mwaka 2019 na 2020, utekwaji wa watu, kudhulumu mali za watu, kuonea watu, hayatajirudia kwenye utawala wake. Hiyo ni kauli yake mimi nikiwepo Ikulu. Na akarudia kwenye vikao ambavyo tulifanya vya maridhiano, Kinana akimwakilisha, na tuna nyaraka ambazo hayo mambo yaliandikwa na yakasainiwa. Lakini chini ya utawala wake wametekwa maelfu ya watu, mamia ya watu, akiwemo mjumbe wa CCM wa mkutano mkuu anatoka kule Tarime, anaitwa Daniel Chonchori. Ametekwa leo ni siku ya 25. Kila siku wanatekwa watu katika nchi hii, wanapotea, familia zinabaki zinanungunika. Hebu jiulize wewe, mtu unayemfahamu, mtu mzima, leo apotee, hujui kama amekufa, hujui uomboleze, hujui ufanye nini. Hebu fikiria mtu huyu anavyotesa familia hiyo kwa kiwango hicho. Fikiria mtoto wako, fikiria ndugu yako. Yani chora picha wewe kwamba unaenda nyumbani, baba yako hayupo, hujui yuko wapi, hujui kama amekufa, hujui kama ni mzima, hujui chochote. Familia inabaki kwenye maombolezo kila siku, miaka baada ya miaka. Kwa jinsi Mungu alivyotuumba, mtu wetu akifa, tukimzika tunakuwa na amani, tunajua ndugu yetu yuko pale na tunakuwa tunamwangalia. Lakini mtu amepotea, mtu mzima. Sasa chini ya utawala wa Rais Samia watu wanatekwa, watu wanapotea. Lissu amekamatwa. Actually kabla ya Lissu, Rais Samia aliattempt kumpa mwenyekiti wetu wa wakati ule Freeman Mbowe kesi ya ugaidi, ya uongo. Hukumu ya kesi ya ugaidi ni kunyongwa mpaka kufa. Una binadamu mwenzako ambaye hujamuumba wewe, unajua kutoka moyoni kwamba hana kosa, unampa kesi ya ugaidi ya uongo ili umnyonge mpaka afe kwa sababu ya madaraka, kwa sababu ya vyama vingi ambavyo nyewe wenyewe mlivianzisha ili tushindane. Sisi hatuko hapa kwa ajili ya kumsifia Rais Samia, tuko hapa kushindana naye, tushinde dola, tuweke sera zetu. Kwa sababu yeye yuko kwenye madaraka, anatumia vyombo vya dola kutufungulia kesi ya uongo ili tukihukumiwa tunyongwe mpaka kufa. Leo mwenyekiti wetu mwingine chini ya kipindi cha miaka mitatu ya Rais Samia
amefunguliwa kesi ya uhaini, treason. Hukumu yake ni kunyongwa mpaka kufa. Rais Samia anataka Lissu anyongwe mpaka afe. Mtu ambaye alipigwa risasi 16, Mungu akamsimamisha. Leo wanamfungulia kesi ya uongo. Ukisoma charge sheet, ni charge sheet ya kijinga, ni bogus charge sheet. Wanataka Lissu wamhukumu, wamuue. Hawa watu tutasemaje? Sio watu walio attempt kumpiga risasi 16 wakati ule. Tutasemaje hivi? Kama leo wanataka wamhukumu, wamuue. Sasa nataka niseme mbele yenu, mimi ambaye nimebaki nasimamia chama hiki, sitarudi nyuma, tunasonga mbele. Kama walifikiri kwamba wakimkamata Lissu tutakwenda kuomboleza, Lissu atakaa ndani, sisi wengine tutasonga mbele. Wakinikamata mimi, wengine mtakao baki nje msonge mbele. Wakitupiga risasi, watakao baki nje wasonge mbele. Na hawataweza kuiua Chadema. Na kuanzia sasa, barua zao za hovyo hovyo ambazo hazina msingi, za kiuonevu, hatutazijibu. Wakitaka waifute Chadema kama wana nguvu hizo. Tunaelewana vizuri? ANC ilifutwa kabisa na makaburu wa Afrika Kusini. Kwa miaka 27 ulikuwa uruhusiwi kutamka neno ANC. Lakini ANC haikufa kwenye mioyo ya watu wa Afrika Kusini. Chadema haitakufa kwa sababu msajili anaifuta au si wanapiga mtu risasi au wanamweka mtu ndani. Chadema ni imani ya wananchi kwamba ni alama ya ukombozi, ni alama ya maisha bora. Sio swala la Lissu, sio swala la Heche, wala sio swala la mtu mwingine yoyote. Ni swala la imani ya wananchi kwamba hiki ndio chama kitakachowapa ukombozi wa kweli. Tunaelewana ndugu zangu? Kwa hiyo tunasonga mbele. Wamemkamata mwenyekiti wetu, kesi ya uhaini ya uongo, kwa sababu amesema madini ya nchi hii yanachukuliwa, yanakabidhiwa kwa wageni. Tulikuwa mkoa wa Ruvuma, tunakutana na maelfu ya maroli yanasomba makaa ya mawe. Tutazungumza kwenye mkutano wa hadhara. Watoto wetu wanabaki maskini. Makaa ya mawe ni utajiri ambao Mungu ameweka hapa ili tukianza kuchimba chuma tuwe na uwezo wa kukiyeyusha, kwa sababu umeme unaoweza kuyeyusha makaa ya mawe kwa gharama ya chini ni umeme wa makaa ya mawe. Sisi tuna chuma hapo Ludewa. Unapochukua makaa ya mawe unagawa kwa Wachina, wanaenda kujenga uchumi wao. Siku ukitaka kuyeyusha chuma chako, utaenda tena kununua kutoka nje urudishe ndani. Kuna akili hapo ndugu zangu? Kuna akili hapo? Tunapoyasema haya, wanataka kutufungulia kesi ya uhaini. Lissu amesema tuasi dhidi ya mifumo miovu, mifumo kandamizi. Hii sio kauli ya Lissu, ni kauli ya Mwalimu Nyerere. Alisema nchi hii inahitaji vijana jeuri watakao asi dhidi ya mifumo kandamizi, na sisi tuko tayari kuasi dhidi ya mifumo kandamizi. Hatuko tayari kwenda kwenye uchaguzi ambao tunajua mshindi tayari, na wameshaanza bungeni. Mnasikia wanasema Rais Samia amteue Majaliwa kuwa waziri mkuu. Wabunge wa CCM wanasema hivi. Alafu kuna mwanachadema anasema twende kwenye uchaguzi wa aina hiyo, ambao tayari wao CCM wanasema rais yupo, na tayari wanataka wateue waziri mkuu. Tayari wanasema Nchimbi ni makamu wa rais, anapewa protokoli za kimakamu wa rais, analindwa na vyombo vya dola, na nyie mnataka twende kuraba stamp uchaguzi wa aina hiyo? Twende kuupa uhalali uchaguzi huo? Rais Samia leo anaona mtu anayeweza kushindana naye, kama tukiamua labda kwenda kwenye uchaguzi ni Lissu, anampa kesi ya uhaini. Nataka tushiriki mambo haya? Nataka tushiriki mambo haya? Tumesema no reforms, no election, na hatuwezi kurudi nyuma. Ndio msimamo wa chama chetu.
no reforms, no election. Ndio msimamo wa mkutano mkuu wa chama, ndio msimamo wa baraza kuu la chama, ndio msimamo wa kamati kuu ya chama, ndio msimamo wa viongozi mliowaweka, mkawapa amri na watasimamia amri ya mkutano mkuu, sio amri ya mtu mwingine yoyote kutoka nje.